Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 4 Machi tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Kasimiri askofu. Kasimiri alikuwa mtoto wa pili wa Mfalme Kasimiri wa 4 wa Poland na Malkia Elisabeti wa Austria. Alizaliwa mnamo tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 1458. Alifundishwa elimu ya msingi na Yohane Długosz, mwanahistoria wa Poland, ambaye baadaye aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Lemberg. Akiwa na umri wa miaka 9, watu walishatambua moyo wake wa ibada, na wakati akiendelea kukua, alitumia muda mwingi wa usiku akisali kanisani. Alizoea pia kufunga, akivaa manyoya na kulala sakafuni. Upendo wake kwa maskini ulikuwa dhahiri, hivi kwamba watu walimwita baba na mtetezi wa maskini na wanyonge. Kasimiri alikuwa na ibada ya pekee kwa Ekaristi Takatifu na kwa mama yetu Bikira Maria, ambaye alimwita mama mwema, na kila siku alipiga magoti akiimba wimbo wa Maria aliyoutunga Mtakatifu Anselm wa Canterbury uliokuwa na maneno, kila siku msifu Maria. Wakati baba yake alipokwenda Lithuania kwa muda mrefu, Mtakatifu Kasimiri aliongoza taifa la Poland kuanzia mwaka 1481 hadi mwaka 1483 kwa mafanikio makubwa. Kasimiri aliweka nadhiri binafsi ya useja kwa Mungu. Alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 26, ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi Machi mwaka 1484 kwa ugonjwa wa TB. Kasimiri alidhihirisha fadhila za Kristo, hasa usafi wa moyo na upendo kwa maskini. Alikuwa na imani thabiti, akiheshimu sana Ekaristi Takatifu na Bikira Maria. Alikufa muda ule ambao Mungu alikuwa amemfunulia akisali kule Lithuania wakati alipokuwa akiongoza taifa la Poland. Baada ya kifo chake, mwili wake haukuoza kwa muda wa miaka 122. Alitangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1522 na Papa Adriano wa 6. Mtakatifu Kasimiri ni msimamizi wa nchi za Poland na Lithuania. Tarehe ya kifo chake, yaani tarehe 4, ndiyo pia sikukuu yake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Yohane Chrysostom anatupatia tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Kasimiri askofu. Kama fimbo inavyomsaidia mzee kutembea bila kuanguka, ndivyo imani inavyotusaidia tusiumbishwe na mawimbi ya dhambi. Watakatifu wengine tarehe 4 Machi: Mtakatifu Lucius. Mtakatifu Kasimiri askofu, utuombee.